Masomo lenye kichwa cha habari kisemacho kumjua Mungu. Shetani yupo na maisha yapo. Vijana mpo na maisha yapo. Uchumi upo, maisha yanaendelea. Yani mpaka mchungaji akuguse, mpaka nafurahi wakati wengine wachungaji wanaosukumaga watu wale. Nasema yesi hayajui kuomba hayo. Hawataki kuomba wenye mpaka waguswe. Wakiguswe eti sasa ndiye ameniombea. Guswa na Roho Mtakatifu, sema amina. Piga makofi kwa mgeni wetu. Mungu awabariki. Na bila kuchelewa ni muinue, maana ni muda wake wa kuongea na sisi. Basi Mungu akubariki mtumishi. Bwana akubariki mchungaji wetu. Karibu sana na karibu sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Naomba basi tukae. Katika maisha yangu ya kihuduma, hii ni mara ya pili kusimama mbele zenu kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya maneno ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Basi wakaribisha, nitafundisha kama vile maandiko yanavyosema, enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, mkiwafundisha na kuyashika ayo na kuwafundisha ayo mtakayofundisha. Na tazama niko pamoja na ninyi hadi ukamilifu wa dahari. Baada ya kuhubiriwa na wainjilisti, baada ya kuhubiriwa neno la Mungu, watoto wa Mungu wanafundishwa. Na ndio maana Yesu alikuwa na wanafunzi wake. Na pia wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Tutajifunza neno la Mungu siku ya leo. Tutayangalia maneno ya Mungu jinsi ya ualimu. Mungu asifiwe sana. Basi naomba nimshukuru Mungu kwa ajili ya neno la Bwana. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti, wewe ndiye Mungu Baba wa milele. Tupo katika ulimwengu huu Bwana kwa ajili ya milele mfalme. Wewe umeweka milele ndani yetu. Na wewe Mungu ni wa milele. Sisi Mungu ni wa milele. Baba, tunakushukuru kwa sababu tunaishi katika milele yako. Umeweka milele ndani yetu. Umeweka uzima wa milele ndani yetu Bwana. Tuko katika dunia hii Bwana kwa muda katika mwili huu Bwana. Lakini Mungu sisi ni wa milele. Na kusudi lako la milele Mungu limetimia ndani ya mioyo yetu Bwana. Tupo katika dunia hii katika mwili huu Bwana. Mwili huu utakapoachana na roho Bwana, Mungu tutaishi pamoja na wewe milele. Baba, najitisha chini ya neema yako na uwepo wako Mungu, katika jina la Yesu. Amina. Masomo lenye kichwa cha habari kisemacho kumjua Mungu au ufahamu juu ya Mungu. Kumjua Mungu, ufahamu juu ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba niseme hivi, Mungu ndiye sababu ya sisi kuishi. Mungu ndiye sababu ya sisi kuishi. Mungu ametuumba ili tuweze kumwabudu, na zaidi ya kumwabudu, kumtumikia. Na tukiwa katika dunia hii, tunaishi katika mwili huu, katika dunia hii kwa muda, tunamwabudu, tunamtumikia Mungu kwa karama za neema ya Roho Mtakatifu, kila mtu kwa jinsi yake. Tukiwa katika mwili huu,
kwa muda. Siku zetu za kuishi ni chache katika kumtumikia Mungu katika mwili huu, lakini sisi ni wa milele. Katika muda wa kuishi hapa duniani, siku zetu 70 au 80 kama tuna nguvu, tupo katika kumtumikia Mungu na kumwabudu Mungu. Na Mungu ameiweka milele ndani ya mioyo yetu. Sisi ni wa milele na Mungu alituumba kwa mfano wake. Mungu ni wa milele, sisi ni roho, na sisi ni wa milele na Mungu ni wa milele. Na tumeupokea uzima wa milele hapa duniani katika mwili huu tunaishi. Tunapoishi katika mwili huu, katika dunia hii, ndani ya neema hii ya wokovu, yako maisha ya kimwili yanaendelea pamoja na Bwana Yesu katika imani hii ya wokovu. Yako maisha ya kimwili yanaendelea, na Mungu ndiye sababu ya sisi kuishi. Inafika sehemu fulani katika kumwabudu Mungu na kumtumikia Mungu, tunamhitaji Mungu. Na hivyo basi, katika kumhitaji Mungu ambaye yeye ndiye sababu ya sisi kuishi, naomba katika siku ya leo tutajifunza kumfahamu Mungu au kumjua Mungu. Katika kuishi, katika kushinda mambo ya mwilini, katika kushinda mambo ya rohoni, Yesu alisema ya kwamba ulimwenguni mnayo dhiki, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Jina la Bwana libarikiwe. Shetani yupo na maisha yapo. Vijana mpo na maisha yapo. Uchumi upo, maisha yanaendelea. Jina la Bwana libarikiwe. Yako mazingira ambayo kila mtu atamhitaji Mungu, lakini tukimfahamu Mungu, yeye atayafanya yaliyo magumu kuwa mepesi pindi pale tutakapomfahamu Mungu. Ayubu, mtumishi wa Mungu, aliyeishi katika nchi ya Usi, mtu mwenye kumcha Mungu na uelekevu na kuepuka na uovu. Ayubu aliishi duniani tajiri. Huyu Ayubu tunajua historia yake. Sina haja ya kusoma, najua kwamba mnafahamu. Jina la Bwana libarikiwe. Huyu Ayubu mnajua kwamba alipitia maisha, alikuwa na mwabudu Mungu, alikuwa katika mwili huu, alikuwa na mali, alikuwa na mke na watoto, akawa na mwabudu Mungu katika mwili huu, katika dunia hii, katika mwili wa muda mfupi, huku akitazamia maisha yale ya mbele ya rohoni ya uzima wa milele. Ayubu mtumishi wa Mungu alikuwa ni kuhani katika familia yake. Jina la Bwana libarikiwe. Ayubu anasema ya kwamba katika kitabu cha Ayubu mlango wa 22 na mstari wa 21, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Jina la Bwana libarikiwe. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujiria. Jina la Bwana libarikiwe. Kabla Ayubu alisema maneno haya, na kabla sijaendelea mbele kidogo katika kumjua Mungu, nataka ujue kwamba Mungu ni Mungu ambaye yuko kila mahali. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu ni Mungu ambaye yuko kila mahali. Huyu Mungu wa Ayubu aliyesema kwamba mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujiria. Na Ayubu alisema hivyo kwa sababu kwa yale ambayo katika dunia hii aliyapitia Ayubu, na katika zile changamoto Ayubu zote alizozipitia, Ayubu hakutenda dhambi wala kumwazia Mungu kwa upumbavu, kwa sababu alikuwa anamjua Mungu.
Ayubu alikuwa anamjua Mungu, kwamba Mungu ndiye sababu ya yeye kuwa tajiri vile. Anajua si kwa nguvu zake wala si kwa uwezo wake. Na utajiri ule ulitokana na nguvu ya Mungu. Mungu ndiye Mungu apaye nguvu ya watu kupata utajiri. Kwa hiyo Ayubu alijua hivyo. Na alipojua hivyo, hata katika yale yaliyompata, mali zake kuondoka, watoto wake kufa, kuugua kwa majipu, Ayubu pamoja na mke wake anamwambia mkane huyo Mungu wake, wewe Mungu ungekuwa pamoja naye na yangekupata haya. Marafiki zake badala ya kumtia moyo wakamvunja moyo, wakamwambia labda wewe umetenda dhambi. Katika hali zote Ayubu alizozipitia, watoto wamekufa, mke na mkana, mali zimeondoka, heshima ya Ayubu haipo, magonjwa yamempata, lakini Ayubu alikuwa amemshika Mungu kwa sababu alimjua Mungu, akajua kwamba yeye Bwana Mungu anaweza kufanya lolote lile katika uweza wake, nikawa kama mwanzo, sitamkana Mungu wala sitamwacha Mungu. Kwa sababu alikuwa anamjua, ndio maana alitamka neno hili. Na sisi tunataka tumjue Mungu hivyo, kwamba Mungu, Biblia pia katika kitabu kile cha Yohana 17 na mstari wa 3, Biblia inasema kwamba na uzima wa milele ndio huu, wakujue Mungu wa pekee na wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Watoto wa Mungu, nasema hivi, jina la Bwana libarikiwe. Nasema hivi, simeokoka. Hapa yuko mama, hapa yuko baba, hapa watu uzima. Pana vijana hawa wabichi. Pana vijana wabichi. Najua wote mnapita katika changamoto mbalimbali za kimaisha. Mnamwabudu Mungu. Changamoto ya baba huyu na mama huyu sio changamoto ya kijana, ya binti na kijana kama yule. Tofauti. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini nakwambia kwamba katika changamoto zote unazozipitia katika maisha yako, mjue Mungu. Mungu yukoje? Mungu ni roho. Kama Mungu ni roho, Mungu yeye sifa yake Mungu moja tu, ya kwamba Mungu yuko mahali popote. Biblia inasema ya kwamba wawili watatu wakusanyikapo kwa ajili ya jina lake, yeye Mungu yuko katikati yao. Biblia inasema ya kwamba mbinguni ni kwenye kiti changu cha enzi. Isaya 61 na mstari wa 1. Mbinguni ni kwenye kiti changu cha enzi, duniani ndipo mahali pa kuwekea miguu. Mtanijengea nyumba gani ili nipate kuishi? Mungu mbinguni yupo, duniani yupo, Mungu yuko kila mahali. Madam unamwabudu Mungu, huyu Mungu mwenye uwezo ambaye yuko kila mahali, Mungu anaweza kukufanikisha wewe mahali popote pale ulipokuwepo. Mungu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu, hata ukiwa jangwani Mungu yupo. Maisha sio lazima uende Ulaya. Maisha popote pale ulipokuwepo Mungu anaonekana. Na Mungu anaweza kufanya jambo lolote, kama maandiko yanavyosema ya kwamba atukuzwe katika kitabu cha Efeso 3:20. Biblia inasema ya kwamba atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Mungu yeye yuko kila mahali na anaweza kufanya jambo lolote mahali popote. Popote pale Mungu yupo. Na
Mahali popote Mungu anaweza akakusaidia akaonekana. Nimesema jangwani, Mungu alionekana kwa Wanaisraeli. Walikula chakula kwenye jangwa. Jina la Bwana libarikiwe. Aliwalisha mana kwenye jangwa. Kumjua Mungu katika maisha yetu kutatupa faraja. Na amani katika kumwabudu yeye. Jina la Bwana libarikiwe. Katika kumjua Mungu, tukimjua Mungu tutatiwa nguvu katika imani. Jina la Bwana libarikiwe. Kumjua Mungu kwamba yeye Mungu yuko kila mahali kutatuumbia ile hofu ya Mungu. Mungu yuko kila mahali. Macho ya Mungu yako kila mahali. Jina la Bwana libarikiwe. Si tunamwabudu Mungu. Kwenye nuru Mungu yeye yupo. Kwenye giza yeye Mungu yupo. Kumjua Mungu kwamba yuko kila mahali kutasababisha kumcha Mungu, kuwa na hofu ya Mungu. Wimbo mmoja wa kuabudu. Biblia inasema ya kwamba Mungu yeye ni mwema. Kitabu kile cha Naumu 1:7, Biblia inasema ya kwamba Mungu yeye ni ngome. Mungu yeye ni mwema, tena ni ngome siku ya tabu. Naye uwajua wote wamkimbiliao yeye. Naumu anasema hivyo. Mungu yeye ni mwema, tena ni ngome siku ya tabu. Na yeye uwajua wote wamkimbiliao yeye. Daudi akasema ya kwamba nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike. Mungu yuko kila mahali. Mungu anaweza yote. Mungu anajua yote. Anajua unayapitia. Anajua maumivu unayapitia. Anajua shida unayopitia. Mungu anakujua. Yeye Mungu anasema ya kwamba hata kabla haujaomba yeye alishajua unayoyaomba na unayohitaji. Naomba uchukue hatua. Pita mbele za Bwana kama utahitaji msaada wa Mungu. Yeye Mungu alishuka
alipokutana na Musa jangwani, alipokuwa Musa alipokuwa anachunga kondoo, mifugo ya Yesu, akamwambia Musa, nimeshuka kwa maana nimesikia niona mzigo, mateso yanayopata. Mungu aliona maumivu, alisikia kuugua, alisikia uchungu wa mizigo waliotwishwa wana wa Israeli, wakibebeshwa matofali, wakikata majani kufanya kazi za Wamisri walipokuwa katika utumwa. Mungu aliona maumivu, akaugua, akawahurumia. Ni Mungu pekee ndiye anayejua maumivu yako. Ni Mungu ambaye anayejua shida zako. Ni Mungu ndiye anayejua mapito yako. Ndiye Mungu ni mwema. Ni Mungu mwenye upendo. Ni Mungu mwenye uweza. Mungu alimtuma Musa ili awaokoe wana wa Israeli. Sasa hivi tunao Yesu. Mungu amemtuma Yesu duniani ili aje kuwaokoa wanadamu, ili aweze kuwaponya wanadamu. Yeye aliyesema ya kwamba njooni ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wana Israeli walikuwa wanapewa mizigo kazi za matofali. Yesu Kristo amekuja watue mizigo ya rohoni. Magonjwa ni mizigo ya rohoni, maisha ni mizigo ya rohoni, kukosa kazi ni mambo ya rohoni. Shida unayopitia ni roho. Yesu Mwokozi, mponyaji yupo. Mwamini Yesu, mwamini Mungu, Mungu wa Danieli, mwamini. Mwamini Mungu wa Ayubu, mwamini. Mwamini Mungu wa Yusufu, mwamini. Aliyemponya, aliyemtoa gerezani. Hata wewe Mungu anaweza kukutoa gerezani sasa. Liko gereza ambalo unaloishi nalo. Yesu alisema njooni nyote msumbukao na mizigo. Yesu yuko mahali hapa. Jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, ni wewe Bwana. Kwa jina la Yesu, neema ya Kristo iwe pamoja na baba huyu. Neema ya Kristo iwe pamoja nawe. Neema ya Kristo iwe pamoja nawe. Neema ya Kristo, neema ya Kristo iwe pamoja naye. Katika jina la Yesu, neema ya Kristo katika iwe pamoja nawe. Kutana na Bwana Yesu, kutana na dada huyu, kutana na mama huyu, kutana na haja mahitaji yake. Katika jina la Yesu, kutana na haja ya moyo wake. Katika jina la Yesu, kutana naye, kutana naye. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu ni wewe Bwana, ni wewe Bwana Mungu, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana Mungu, ni wewe Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu piga makofi tena kwa ajili ya Bwana. Amen. Bwana kubariki mtumishi wa Bwana. Asante. Tunashukuru, tumekula, tumekunywa, ni kwa utukufu wa Mungu. Bwana akubariki. Jamani, hebu mpigieni tena Mungu makofi kwa ajili ya Injili.